Jamii ya Wakabarasi inayopatikana katika uliokuwa mkoa wa Magharibi, hususan katika eneo bunge la Malava. Jamii hii inaundwa na koo 15 ambazo huungana na kutengeneza jamii bana ya Wakabarasi inayokadiriwa kuwa na watu zaidi ya nusu milioni na wapiga kura wanaozidi 100,000. Jamii hii ina mizizi zake Tango Kona, maeneo ya Busia, Jepsaita, maeneo ya Tarbo na maeneo mengi ya taifa la Kenya. Wakabarasi wote wako nyumba 3 kubwa. Kuna Balasi, Nambo na Kamlamba. Nyumba ya Wakabarasi ya Balasi ni Abasoko, Abalumbi, Abachumalia, Abajimbe, Abamutama, Abasira, Abalu, Abamagina na Abatobo. Na Nambo naye ni Abachisira, Abachuna, Abashibika, Abasumera, Abasika, Abachibusia, Abachisalake, Abamayumba, Abarefi, Abashu, Abahusia, Abangale. Kamlamba ni Abamululi, Abanzasi, Abamakangala, Abamuji, Abamukuyu, Abatali, Abamuzimbi na Abasonje. Kwenye uchaguzi mdogo ulioandaliwa mwezi wa Novemba, uliashiria mikawanyiko mikubwa ndani ya ukoo wa Abasonje ambao umekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa kwa zaidi ya muongo mmoja. Koo za Abashu, Abatali na Abasonje ndizo zenye idadi kubwa ya watu. Ukoo wa Abasonje unaopatikana kwa wingi katika wadi za Chemche, Manda Shivanga na Kabarasi Mashariki, maeneo ambayo yanachukuliwa kuwa ngome zao kuu. Kwa muda wa miaka 12, ukoo huu umetawala uongozi wa eneo la Malava chini ya marehemu Moses Malulu Injendi. Siasa yake mheshimiwa amekuwa mtu mpole sana. Sisi wandani wake wenye tulikuwa karibu sana na yeye, alikuwa anatuambia hataki siasa ya vita. Mheshimiwa Malulu alikuwa mpole, alikuwa kazi yake taratibu, anafata instructions bila amepewa. Kama amekosea, he was a boy who could come and say I'm sorry. Na unajua yeye alikuwa mtoto wa umwami, alikuwa mtoto wa assistant chief. Na mtoto wa assistant chief si rahisi kuenda kusema I'm sorry. Hata hivyo, kufuatia kifo chake, hali ya kisiasa ilianza kubadilika ghafla, na kulingana na mwanahistoria David Sakayo Kaluhana, inadaiwa kuwa mazishi ya marehemu Injendi hayakufanywa ipasavyo mila na desturi za Wakabarasi, jambo lililozua mgogoro na kudhoofisha mshikamano wa ukoo huo. Sibalero khuruka khandi talwawa kwisha. Noshile somela malenjerole. Hawakuwa wakiruhusu kiongozi asikwe jua likielekea masaa ya mjana ama alasiri. Angatia ndio alikuwa mpunge wa Kabarasi wa kwanza, akiwa kutoka hapa jamii ya Basamo. Tena alisikwa kama saa zimeoma. Sasa sio rahisi tena hiyo jamii ishike uongozi, sababu hawakuzingatia masharti ya mila na desturi yao. Baada ya kifo cha Injendi, wasee wa ukoo wa Abasonje walijaribu kumwandaa mrithi wa kisiasa kwa kumpa baraka Ryan Injendi, mwana wa marehemu, hatua ambayo haikupokelewa vyema na kila upande. Wagombea wengine Edgar Busieka, Lazarus Luchevereri walilalamikia kile walichokiita ukosefu wa usawa katika mchakato huo. Abasonje wale tutafika mahali hivi tunataka tuita mkutano Kimangeti. Abantu wanaboso kubewe ne qualification yo kubomba sako ni shiri. Maje kulata abantu ne kozuma kuboro ko maje kula muri committee ta. Mwino abaje kula. Wale nyanga basako ne boso kutie Kimangeti hadi sindi musako. Ne hujja kula ne wende ya kumanya bala buli nzu fulani bande balimo mbaba. Lakini ko kuibu katosu buyi wari siembero musako. Enywe. Hey. Mgogoro ulishamiri baada ya wazee wa ukoo kugawanyika katika makundi matatu, kila kundi likiwa na msimamo wake. Hali hii ilizua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Malava ambao walitegemea mshikamano wa Abasonje kurejesha udhabiti wa kisiasa. Ni saa 6 kamili. Ekuero mkono. Oke kumulata. Mutaka kukwata. Lukumo khanyola ta.
onyole punge ye Malaba. Muwulire abakisamba banja kubera dala n'omwana uno kubera dala n'omwana uno kola mwatu kura abantu banje rwakoroka waburire kabiyata bananiye executive y'abasonji ne amabere yamale kwe mubuko ne alama barta sokona lokora kapteji fumbi takola tete mundu arulanga ye monya no ache mulukuru kwa tiena abakomiti bani simulia halala nendo mwana wenjeni simulia halala naye vandu vamalama tambo boranga ndina naifwe ndende khalandalanga ndalanga benyanga bosugenya ne bataru beta kayola mano maliyola mano bruti wala ninda khala bene bali bakhala kali to go bara kola tang go songana ndabo rande ni manyalo go rola bosi esanye sokola no ku kirotse leta umwana wengendi yesire abantu balera kama tusi ndarebe komiti yange lamborereta varula rakana ya arule neye kuwenyire abantu bamalaba bose abantu bamalaba niba bamule chere barba hamule chere omwana umalu kujenda naye muneli kuwa Uingiliaji wa maamuzi ya ukoo kutoka kwa wanasiasa wa nje akiwemo Oparanya, Nabii Nabwera, Faruk Kibet, Ken Lusaka ulitajwa kuchangia mgogoro huo kwa kushawishi wana jamii na pesa ili kumuunga mkono mgombea yoyote mwenye mvuto wa kisiasa bila kuzingatia misingi ya ukoo. Abantu banabasakulu banababela mabasakulu banne wameongea na mtu wamekubaliana baba la keshea barenya umora bari fokuleshera raya ni chifumbe no kwakharekha raya ni siari sainata nebona bundu nebasunge raya ni bari kuje huko state house barusi aribu kasi tutakuongeza mambo fulani abasakulu bana banyola haki yabo ne bakaloka nyingo bana bakusio mwami baba songe no babashi watakuwa wameuza kwa kena kifo kukundu wekuchiri. Mimi nimekuja hapa kuambia nyinyi watu wa Malaba tuwe kwa serikali, msiangalie mbonani anaenda hapo. Hata mtu yoyote akija hapa lakini anaenda kwa serikali, ile yote nyinyi mnataka mtapata. Itakuwa ni vizuri sana kama utachukua kwenda kwa meza ya maendeleo. Katika kura za mchujo za chama cha UDA, Ryan Njendi alishindwa na David Athman Dakwa, hali iliyozua madai ya uingiliaji wa mchakato huo. Tukio hili lilipelekea minong'ono ya kisiasa huku Ryan akionekana hadharani na seneta wa Kakamega Boni Khalwale, ishara iliyofasiriwa kama kutoridhishwa na matokeo hayo. Ryan Njendi Malulu amejizolea takriban kura 6,262 and we declare David Athman Dakwa the winner of the nomination, the UDA nomination, having garnered 8,756 votes. Wewe ni nani bwana unafanya hasira hapa?
can you support your brother? Kwa sababu hata kama ni wewe umeshinda, tutakusupport. Sisi hatuna mtoto, hatuna mtu mkubwa, hatuna mgongwe. Kila mtu ni mtu wa Kabras na mtu we madam. Bila nilianguka kura nilichokosa mtu. Na poinda kwa mtu fingers. Bini vya UDA watafute mtoto wa Malulu nje. Mbona wewe Mudavadi ulishika kiti ya baba yako na hutaki mtoto ya Malulu ashike kiti ya baba yake amaliza alafu aende? Tulikuwa na mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, tukataka tuelewane, lakini kwa maono ya rais akasema tuende kura ya mchujo. Na hii wakati yote sijaona mkono wa rais mahali popote, sijaona mkono wa Faruk mahali popote, sijaona mkono wa mtoto wa serikali, hata wenye chama wa serikali UDA sijaona mkono yao mahali popote kujaribu kusaidia mtu fulani. Lakini cha kushangaza, watu wa ofisi ya Prime Cabinet Secretary, nini hii kubwa mlikuwa mnataka kufanya nyuma lava kupiga kijana mdogo kama mimi? Mbona mko acha tu Malava wafanye uchaguzi kivyao? Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, mzee alikuwa rafiki yako wakati wa earthquake, ulitorokwa na kila mtu, wakabaki na mzee peke yake. Mtoto mdogo kama huyu unaweza finyia kwa miguu ya mama hii. Kwa marango. Hiyo ni uwaki kweli, chukua mtoto mdogo. Hata wewe unaona huruma, baba yake alienda na alienda kama ana support wewe. Uwa mtoto yako. Nimeshangaa na Cabinet Secretary Ruto hakutoa support yoyote. Alisema vijana waende kwa kiwanja, akakaa kwa ofisi. Lakini watu wenye wako kwa ofisi ya Musalia Mudavadi wote walitoka. Nashangaa. Na Ryan akisema left tutaenda left, akisema right tutaenda right. Si namna hiyo? Mama yake aliuza. Mudavadi tena anataka nini kwa hii familia ya Njendi? Naye Edgar Busieka alipata umaarufu kupitia chama cha DCP, lakini uamuzi wake wa kujiondoa baadaye kwenye kinyang'anyiro haukukaribishwa vyema, jambo lililomlazimu kuomba radhi hadharani wakati wa mazishi ya babake. Edgar Busieka! Edgar Busieka! So Ryan sio adui yetu. Ryan ni kijana kama mimi. Na sasa ni lazima tutembee pamoja. I'll ask you my people to agree with my decision of not proceeding with the campaigns. As I said, it does not indicate a weakness in any way, but it was a strategic retreat. And I promise that we'll come back in a better and stronger way. I had intended to call all my supporters. I know many people were heartbroken, but that chance never availed on account of Mze's death. Kindly, let me take this chance as that opportunity to say sorry for everyone I had broke, and I wish to tell you that we are on the right path. The decision I took is the right decision, and it will bear fruits in no time. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za Malava, iwapo ukoo wa Basonje unalenga kurejesha uongozi ifikiapo mwaka 2027, ni lazima imarishe mshikamano wa ukoo katika wadi za Chemche, Manda Shivanga na Kabras Mashariki, kuelimisha mila na desturi katika michakato ya kijamii na kisiasa, kuwahusisha vijana kikamilifu katika maamuzi ya uongozi. Ekifumbi kino kya mukahangarana madabu kule miaka 40 famulira mwana na kuchisala kino. Sasa kama wanataka Wakaparas wakaa jini, Council of Elders ya Wakaparas tuitane pamoja, tukaa pamoja, tuongee, tujue tunaweza kufanya nini ama tusifanye nini ndio tuweze kurutisha uongozi katika eneo la Wakaparas, alafu tuendelee kuongoza vile jamii zingine zinaongoza. Kama Kaparas Council of Elders tuwaambie watoto wetu maneno kuhusu uongozi, kuhusu mila na desturi, historia yetu, na tuwape mwelekeo mzuri wa maisha. Iwapo watahitaji kuwa viongozi, nitakana wafanya nini na nini. Iwapo watataka kufanya nini,
wanaweza kuwa watu wa aina gani na aina gani. Licha ya dhoruba hii ya siasa, historia inaonyesha kuwa jamii ya Wakabarasi ina uwezo mkubwa wa kujirekebisha kupitia uongozi thabiti. Kuna matumaini kuwa ukoo wa Basonje utainuka tena na kuwa nguzo thabiti katika maeneo ya Malava. Elvis Nyamandogo, kaunti ya Kakamega. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 usiniache Bwana, usiniache, usiniache Bwana. Usiniache, usiniache Bwana, usiniache, usiniache Bwana.